Spika, waheshimiwa wabunge, mmetenda mema kwa kuwakilisha mema majimbo yenu na mnastahili kukumbukwa kwa wema wenu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake uliotukuka. Wakati wote amekuwa akinipa maelekezo yenye tija na kuifanya kazi yangu na kuwa nyepesi. Mheshimiwa Spika, sina shaka nyote mtakubaliana nami kuwa hulka yake na ustahimilivu wake umekuwa faraja kwetu sisi wasaidizi wake, watumishi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Isitoshe, Mheshimiwa Rais wakati wote amekuwa nguzo wa kuimarisha mshikamano na umoja katika taifa hili. Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ushirikiano wake alionipatia wakati wote nikitekeleza majukumu yangu. Busara zake na weledi wake umekuwa msaada na mfano wa kuigwa katika utendaji wa kazi serikalini. Mheshimiwa Spika, vile nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa ushirikiano mkubwa alionipa wakati wote. Kadhalika nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, ambaye amekuwa mwenyekiti mwenza katika kamati mbalimbali za kitaifa na kufanya kazi pamoja, yeye pamoja na ofisi yake Makamu wa Pili wa Rais kule Zanzibar, kwa ushirikiano wao wakati tukitekeleza majukumu yetu ya pamoja kama wenye viti wa kamati mbalimbali za kitaifa. Mheshimiwa Spika, vile niendelee kutoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa ushirikiano mkubwa katika usimamizi na uratibu wa shughuli za serikali. Nikiri kwamba Mheshimiwa Biteko amekuwa msaada mkubwa kwangu katika kutekeleza majukumu ya ofisi ya Waziri Mkuu kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Spika, ninaomba sasa nitumie nafasi hii kuwapongeza Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, na Mheshimiwa Umi Hamisi Nderiananga, mbunge, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, kwa kazi mzuri walioifanya. Pia ninawashukuru kwa kunisaidia kutekeleza majukumu yangu wanaposimamia dhamana ya Sera, Bunge na Uratibu katika Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kadhalika nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Ridhiwan Jakaya Mrisho Kikwete, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, kwa pamoja na Mheshimiwa Petrobas Pasco Katambi, mbunge, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, kwa kunisaidia kusimamia dhamana ya Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu. Ushirikiano wao umekuwa chachu ya mafanikio katika shughuli za kila siku za Ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa mara nyingine nawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana pia Wanaruangwa kwa kuniunga mkono na kunipatia ushirikiano katika kipindi chote nilipokuwa nikitekeleza majukumu ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninatambua wakati mwingi nimekuwa nje ya jimbo letu nikitumikia taifa, lakini Wanaruangwa wameendelea kuniunga mkono. Nitumie nafasi hii kusema asanteni sana, na muomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha mshikamano uliopo kati yetu sote, na naomba kuwajulisha kuwa nakuja kuchukua fomu na kuomba ridhaa yenu. Mheshimiwa Spika, kipekee ninaishukuru familia yangu kiongozwa na mke wangu mpendwa Mary Majaliwa na watoto wangu kwa upendo na uvumilivu walioonyesha kwangu wakati wote. Hata pale nilipokuwa napitia magumu, mliendelea kunionyesha upendo wenu. Kwa hakika upendo na mshikamano wenu umekuwa ukinipa nguvu ya kutekeleza majukumu yangu ya kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais, kukitumikia chama changu, Chama cha Mapinduzi, na kuwatumikia Wanaruangwa pamoja na Watanzania wote. Asanteni sana na nawashukuru na watakia kila laheri. Salamu za pongezi. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, wakati mkutano wa 19 wa Bunge ukiendelea, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifanya teuzi mbalimbali
Teuzi hizo zilifanywa kwa lengo la kuendelea kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na shughuli mbalimbali za serikali na mihimili mingine. Mheshimiwa Spika, mnamo tarehe 13 alimteua Mheshimiwa George Mchechu Masaju aliyekuwa jaji wa Mahakama ya Rufani Tanzania kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Masaju amechukua nafasi ya Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye amestaafu, na kwa hakika amefanya kazi kubwa aliyoacha alama katika muhimili wa mahakama. Ninamtakia kila la heri Profesa Ibrahim Juma katika maisha yake ya ustaafu. Mheshimiwa Spika, ninatoa pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Jaji Masaju pamoja na viongozi wote wateule katika nafasi mbalimbali. Aidha, nitumie nafasi hii kuwatakia wateule wote kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yao ambayo ni mapya na kuwakumbusha wajibu wao wa kutanguliza mbele maslahi ya taifa letu na wananchi wote kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa katika mkutano wa Shirika la Afya Duniani Mei 18, 2025 Geneva, Uswisi, pamoja na masuala mengine, ulifanyika uchaguzi wa kumpata mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Kwa mara nyingine Tanzania